eneo lote Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, viongozi zaidi wa Ulaya wakataa ombi la rais wa Marekani Donald Trump kusaidia kuhakikisha usalama wa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz ambao umefungwa na Iran. Baa la njaa sasa latajwa kuwa ndio tishio kubwa zaidi kwa walionusurika na kukimbia mapigano nchini Sudan Kusini. Lakini zipi athari za kiuchumi iwapo Iran itaendelea kuzuia kufunguliwa kwa mlango bahari huu wa Hormuz? Eneo hili mara nyingi linachukua sura Waingereza kama economic warfare. Unapolitatiza ina maana unashinikiza yule adui wako pia asiweze kuwa na nguvu, kwa sababu mafuta yatapanda kama meli zitazuia. Jumanne ya Machi 17, lakini kwanza nampisha mwenzangu Phyllis Mwate aweze kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Phyllis, karibu. Shukran Skola na karibu msikilizaji. Mamia ya watu wanahofiwa kufariki katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, baada ya shambulio la anga linalodaiwa kufanywa na Pakistan kupiga hospitali ya kuwahudumia waraibu wa dawa za kulevya na kusababisha moto mkubwa. Sam Batenzi na maelezo zaidi. Msemaji wa Taliban Hamdullah Fitrat amesema watu 400 wameuawa huku wengine 250 wakijeruhiwa. Hakujawa na uthibitisho huru wa idadi hiyo, lakini mwandishi wa BBC aliyeko eneo la tukio amesema jengo hilo limegeuka kuwa magofu yanayoteketea kwa moto. Pakistan imekanusha kulenga kituo hicho cha matibabu, ikisema ilishambulia majengo ya kijeshi na si raia. Viongozi zaidi wa Ulaya wamekataa wito wa rais wa Marekani Donald Trump wa kusaidia kulinda usafiri wa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz ambao umefungwa na Iran. Trump amerudia wito wake kwa mataifa mengi, hasa washirika wa NATO, kusaidia kulinda mlango wa bahari wa Hormuz. Amesema kwamba ameshangaa kwamba viongozi wengi wa dunia hawajaonyesha hamu ya kushiriki katika kulinda njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta. Kama tungehitaji boti zao za kuondoa mabomu baharini au kifaa chochote ambacho wanaweza kuwa nacho, wanapaswa kuwa wanakimbia kutusaidia, kwa sababu tumewasaidia kwa miaka mingi. Siwasukumi sana kufanya hivyo kwa sababu tuna jeshi lenye nguvu zaidi duniani. Hatuwahitaji. Ninafanya hivyo si kwa sababu tunawahitaji, bali kwa sababu nataka kuona watakavyojibu. Kwa miaka mingi nimekuwa nikisema kwamba kama siku moja tutawahitaji, hawatakuwepo. Si wote, lakini wengi wao hawatakuwepo. Nilishangazwa sana na hilo. They won't be there. I was very surprised. Falme za Kiarabu yani UAE imesema kwamba imefunga kwa muda anga na safari za anga, huku ikiendelea kukabiliana na vitisho vya makombora na droni vinavyodaiwa kutoka Iran. Wakati huo huo, kumekuwa na ripoti za milipuko zaidi katika mji mkuu wa Iraq, Baghdad. Na mapigano makali pia yanaripotiwa kusini mwa Lebanon kati ya wapiganaji wa Hezbollah na wanajeshi wa Israel. Inaaminika kuwa maelfu ya wanajeshi sasa wako ndani ya eneo la Lebanon. Mapema jeshi la Israel lilisema kwamba linafanya operesheni ya kuimarisha eneo lake la ulinzi dhidi ya Hezbollah. Waziri wa ulinzi wa Israel pia alisema kwamba raia wa Lebanon hawataweza kurejea katika eneo hilo katika siku za hivi karibuni, jambo ambalo linazua hofu ya uwezekano wa uvamizi wa muda mrefu. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu huyo Phyllis Mwate. Msikilizaji, haya ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, inakutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali. Nchini Tanzania tusikiliza kupitia redio Kwizera kule Ngara, Radio 1 ya Dar es Salaam na Radio Free Africa. Kenya ni Gulf Radio na Must FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni na Lezadel Radio. Kule Uganda, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura, na internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia yanakujia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Moja kwa moja utarambaza tu unaandika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Viongozi zaidi wa Ulaya wamekataa ombi la rais wa Marekani Donald Trump kusaidia kuhakikisha usalama wa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz ambao umefungwa na Iran. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas anasema hakuna hamu ya kufanya hivyo na kuongeza kwamba hivi si vita vya Ulaya. Zaidi na Phyllis Mwate.
Rais wa Finland Alexander Stubb ameiambia BBC kwamba mataifa mengi bado yanasita kufanya uamuzi dhidi ya ombi la kiongozi wa Marekani. Amesema kwamba Donald Trump alikuwa ameanzisha shambulio la kushtukiza dhidi ya Iran na anakubaliana na chansela wa Ujerumani Friedrich Merz kwamba suala hilo si la NATO. Mapema katika ikulu ya White House, Rais Trump alikosoa tena baadhi ya nchi kwa kutotaka kushiriki katika operesheni hiyo. 40 years we're protecting you and you don't want to get involved in something that is very minor. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amesema kwamba Uingereza inashirikiana na washirika wake katika mpango wa pamoja na wenye tija wa kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Sir Keir aliambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba Uingereza tayari ina meli za kutafuta mabomu baharini katika eneo hilo, lakini bado hakuna uamuzi kuhusu hatua gani zitakazochukuliwa. Hayo ya kijiri, Falme za Kiarabu UAE imesema kwamba imefunga kwa muda usafiri wa anga huku ikiendelea kukabiliana na vitisho vya makombora na drone kutoka Iran. Maafisa wameitaja hatua hiyo kama tahadhari ya kipekee. Miongoni mwa mashambulizi ya hivi karibuni kutoka Tehran ni shambulio kwenye uwanja wa mafuta wa Shah na bandari ya Fujairah ambapo shughuli za kupakia mafuta zilisitishwa. Vilevile kumekuwa na ripoti za milipuko zaidi katika mji mkuu wa Iraq, Baghdad. Mapema vyanzo vya usalama vilisema kwamba droni zililenga ubalozi wa Marekani ambapo hoteli iliyo karibu ililengwa na kusababisha moto. Maafisa wa jeshi la Marekani vilevile wanasema kwamba idadi ya wanajeshi wa Marekani walioumia imeongezeka hadi takriban 200 huku 13 wakiwa wamefariki. Katika eneo la Mashariki ya Kati zaidi ya watu 3,000 wameuawa tangu Marekani na Israel zilipoanza vita dhidi ya Iran tarehe 28 mwezi wa Februari. Nchini Lebanon watu 886 wameuawa wakiwemo wanawake 67 na watoto 111. Ni taarifa yake Phyllis Mwate. Milipuko kadhaa imeutikisa mji wa Maiduguri ulioko kaskazini mashariki mwa Nigeria Jumatatu jioni na kufanya wakazi kukimbia kwa hofu huku kukiwa na sintofahamu kuhusu sababu za mashambulizi hayo. Mashuhuda wanasema milipuko mikubwa mitatu ilitokea katika maeneo yenye shughuli nyingi ya mji mkuu wa jimbo la Borno. Florian Kaijage na taarifa zaidi. Mlipuko wa kwanza ulisikika majira ya saa 1 jioni, muda mfupi baada ya waumini wa dini ya Kiislamu kufutari. Video zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii, baadhi yake zikiwa na picha za kushtua, zinaonyesha majeruhi wengi huku watu wakikimbizwa hospitalini wakiwa na majeraha mabaya. Bado haijajulikana bayana iwapo milipuko hiyo ilisababishwa na washambuliaji wa kujitoa mhanga au vifaa vya mlipuko vilivyolipuliwa kwa mbali. Hata hivyo, wakazi na maafisa wa mawasiliano ya usalama wa eneo hilo wanasema matukio hayo yanafanana na operesheni zilizoratibiwa na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu yanayofanya shughuli zao katika eneo hilo. Milipuko hiyo ilitokea saa chache tu baada ya shambulio la usiku kucha kwenye kambi ya jeshi katika eneo la Ajirari Cross, nje kidogo ya mji wa Maiduguri. Vyanzo vya usalama viliambia BBC kwamba afisa mmoja wa jeshi alijeruhiwa, huku wanamgambo 4 wakiuawa na 3 wengine kukamatwa wakiwa hai baada ya mapigano ya muda mrefu yaliyohusisha jeshi la Nigeria, kikosi cha pamoja cha raia na walinzi wa misitu. Mamlaka bado hazijatoa tamko rasmi kuhusu milipuko ya karibuni na idadi ya waliouawa au kujeruhiwa bado haijajulikana, huku hali ikiendelea kuchunguzwa. Ghasia za Jumatatu zinaonyesha kuongezeka tena kwa shughuli za waasi kaskazini mashariki mwa Nigeria. Mji wa Maiduguri ambao zamani ulikuwa kitovu cha shughuli za kundi la Boko Haram ulikuwa umeishi kwa miaka kadhaa katika hali ya utulivu wa kiasi, lakini matukio ya hivi karibuni yanaonyesha kuwa mji huo unaanza tena kukabiliwa na changamoto kutoka kwa makundi ya wanamgambo. Ni taarifa yake Florian Kaijage. Sudan Kusini inazidi kukumbwa na hali ya wasiwasi hasa katika jimbo la Jonglei ambapo jeshi la serikali ya nchi hiyo linazidi kukabiliana na waasi wa SPLMIO. Mapigano hayo yamewaathiri wakazi wengi katika maeneo ya Kobo, Duk pamoja na Pabior, huku wengi wakifariki na familia nyingi kusambaratika. Bala njaa sasa ndio tishio kubwa kwa walionusurika mapigano hayo, huku wengi wakikimbilia usalama wao katika kambi tofauti katika jimbo hilo. Mwandishi wa BBC Kelvin Jabedo ametembelea jimbo la Jonglei na ameweza kututumia taarifa ifuatayo. Neasebit Kong mwenye miaka 27 na mama ya watoto 5 anapanga foleni kujisajili ili kupokea chakula cha msaada kutoka kwa shirika la chakula duniani WFP.
Alitoroka makazi yake kijijini Akobo na kukimbilia kambi hii ya wakimbizi wa ndani iliyoko hapa Duk Padiet, umbali wa zaidi ya kilomita 140. Mumewe aliuawa kwenye mashambulizi hayo, na anasema risasi zilizomwangamiza zilifyatuliwa kutoka kwa ndege ya kivita aina ya helikopta. Tunateseka sana kwa kukosa mablanketi, chandarua, cha kuzuia mbu na chakula. Dada zangu na mjomba waliuawa baada ya kushambuliwa na helikopta wakiwa ndani ya nyumba yetu. Tunashukuru kwa msaada huu kwa sababu tulikuwa tunaumia. Nyawan Koang aliye na umri wa miaka 30 alipoteza wazazi wake kwenye vita hivyo na mumewe kutoweka. Hana uwezo wa kujikimu. Mapigano yalipozuka tulitawanyika. Risasi zilitoka kwa ndege angani na kuwaua wazazi wangu. Njiani tuliona miili ya watu iliyotapakaa, ila hatukujua ni nani aliyewaua. Ni hali tata ya kiusalama ambayo imelazimu mashirika ya kitaifa ya kutoa misaada kutumia njia tofauti tofauti ili kuwafikishia wakazi hawa misaada adimu kwenye maisha yao. Mashirika kama WFP yanatumia ndege, barabara na pia matumbwi kwenye mto kuwafikishia misaada hii ili kukimu maisha yao. Sudan Kusini ilipata uhuru wa kujitawala yapata miaka 15 iliyopita baada ya vita vya ndani kwa ndani vilivyoendelea kwa miongo kadhaa. Hata hivyo, raha ya kujitawala haikudumu kwa muda, kwani mzozo mpya ulizuka baina ya viongozi wake. Rais Salva Kiir alitofautiana na naibu wake Riek Machar na kupelekea Machar kufunguliwa kesi ya uhaini ambayo bado inaendelea. Waasi wa SPLM-IO wanamuunga mkono Machar, huku vikosi vya kitaifa vya SPLM vikisimama na Rais Salva Kiir. Kwa sasa, mzozo huu unaendelea huku watu 7 kati ya 10 nchini Sudan Kusini wakitegemea misaada. Naam, taarifa yake Kelvin Jabedo. Na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani na Florian Kaijage, twenzetu. Asante sana Skola Kisanga. Ligi ya mabingwa Ulaya inarejea siku ya leo usiku, na itapigwa michezo 4 kati ya 8 ya marejeano hatua ya 16 bora. Vichapo kadhaa vikubwa katika michezo ya mkondo wa kwanza vinafanya mashabiki kungoja kwa hamu kuona iwapo kutakuwa na kile kinachoitwa kupindua meza. Manchester City iliyokubali kichapo cha 3-0 ugenini wanawakaribisha mabingwa wa kihistoria Real Madrid, huku mfungaji wao mahiri Kylian Mbappe akirejea baada ya matibabu. Jijini London, Chelsea waliobugizwa 5-2 na mabingwa wa PSG watakuwa na mtihani wa kupata ushindi wa tofauti ya magoli 3 ili kuweka walau matumaini ya kusonga mbele. London kwa upande mwingine itashuhudia Arsenal walio katika kiwango bora kwa sasa wakiwakaribisha Wajerumani Bayer Leverkusen baada ya sare ya 1-1 ugenini. Nayo Sporting ya Ureno ni wenyeji wa Bodo Glimt ya Norway yenye mtaji wa ushindi wa 3-0. Michezo mingine 4 ni kesho Jumatano. Katika ligi kuu ya England umepigwa mchezo mmoja usiku wa kuamkia hii leo, ambapo Wolves inayokabiliwa na hatari ya kushuka daraja ilipopambana vilivyo na kupata alama 1 baada ya kutanguliwa kwa magoli 2-0 ugenini dhidi ya Brentford kufikia dakika 37, lakini walipambana na kusawazisha magoli hayo katika dakika 44 na 77. Wolves bado wapo mwisho kabisa wa msimamo wakiwa na alama 17 baada ya kucheza michezo 31. Katika tenisi, Emma Raducanu amejiondoa katika mashindano ya juma hili ya Miami Open ili kuendelea kupata nafuu kutokana na ugonjwa wa hivi karibuni. Mchezaji huyo bora zaidi nchini Uingereza alijisikia vibaya wakati akicheza huko Mashariki ya Kati mwezi uliopita, na dalili za ugonjwa unasababishwa na virusi. Alikuwa amepita bila kucheza hatua ya kwanza katika mashindano yanayofanyika kwenye viwanja vya Miami huko Florida kuanzia leo Machi 17 hadi Machi 29. Katika tetesi za usajili, Manchester United wanatazamiwa kukabiliana na ushindani mkali katika kumwania kiungo wa Nottingham Forest Elliot Anderson miaka 23, huku Bayern Munich wakiwa tayari kuimarisha nia yao ya kumnunua mchezaji huyu wa kimataifa wa Uingereza. Winga wa Aston Villa Muingereza Morgan Rogers miaka 23 pia anaweza kujaribu kutafuta kwingine fursa ya kucheza ligi ya mabingwa Ulaya iwapo kikosi cha kocha Unai Emery kitashindwa kufuzu kwa mashindano hayo. Na winga wa Arsenal Gabriel Martinelli raia wa Brazil anakabiliwa na mustakabali usio na uhakika katika klabu hiyo pamoja na beki wa kushoto wa Uingereza Lewis Skelly miaka 19 na winga wa Uingereza
Ethan Nwaneri miaka 18 wanampa kidogo hiyo hali ya wasiwasi ya mustakabali. Dondoo za michezo tukome hapo kwa asubuhi hii. Skola Kisanga, nakuuliza, nani aliwaambia mseme amebugizwa, amegaragazwa, amechapwa, ametandikwa? Nani aliwaambia watu wa michezo mwe mnasema hivyo? Si amefungwa tu? Hapana, uzito ule kiwango kile cha magoli ndo kinaongeza hayo maneno. Hii ni Amka na BBC. Habari kuu ni pamoja na viongozi zaidi wa Ulaya wakata ombi la rais wa Marekani Donald Trump kusaidia kuhakikisha usalama wa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz ambao umefungwa na Iran. Baa la njaa sasa latajwa kuwa ndio tishio kubwa zaidi kwa walionusurika na kukimbia mapigano Sudan Kusini. Na muda mfupi tunauliza, zipi athari za kiuchumi iwapo Iran itaendelea kuzuia kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz? Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC msikilizaji, na imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Sasa tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, waandishi wa habari wamekuwa wakitafuta njia za kuripoti kile kinachoendelea, mara nyingi wakikabiliwa na changamoto kubwa za kiufundi lakini pia na kisheria. Lakini kwa wale wanaofanya kazi katika vyombo vya habari vinavyomilikiwa na serikali ya Iran, jukumu lao limekuwa kutangaza ujumbe ambao serikali ya Iran inataka watu wausikie. Reha Kansara kutoka kitengo cha BBC cha kupambana na habari gushi amekuwa akichunguza jinsi vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinavyotumia propaganda na akili mnemba, yani artificial intelligence AI, kupotosha ukweli wa kile kinachotokea. Ripoti yake hii hapa inawasilishwa na Sarafina Robi. Vyombo vya habari vya serikali nchini Iran vikitangaza kuanza kwa vita wakati mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel yalipoishambulia Tehran. Tumeona moshi mzito ukifuka katika baadhi ya maeneo ya Tehran. Ilikuwa ripoti ya haraka na ya moja kwa moja kama ilivyo kawaida kwa vyombo vya habari, lakini kuchukua muda mrefu kabla ya ukweli kuvurugwa na nusu uongo na nusu kweli. Utata wa kwanza ulijiri baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kudokeza kuwa majeshi ya muungano yamemuua kiongozi wa Iran Ayatollah Khamenei nyumbani kwake. Kuna ishara kwamba dikteta huyu hayupo tena. Msemaji wa utawala huo aliziita ripoti za kifo cha Khamenei kama vita vya kisaikolojia vya adui, na vyombo vya habari vya serikali vilichukulia taarifa hizo kama uvumi tu. Uvumi huu hauna maana na uongo utadhihirishwa hivi karibuni. Siku moja baadaye, vyombo vya habari vya Iran hatimaye vilitoa taarifa kuwa Khamenei amekufa. Shirika la waandishi wa habari wasio na mipaka linasema Iran ni moja ya nchi kandamizi zaidi inapokuja kwenye masuala ya uhuru wa vyombo vya habari. Sasa katika jaribio lake la kudhibiti kile ambacho watu wanasikia, kuona na kutazama, matangazo yote ya televisheni, redio, mitandao ya kijamii na tovuti za habari yanadhibitiwa na serikali, na vyombo vya habari vya magharibi ikiwemo BBC, idhaa ya Kiajemi, vimepigwa marufuku kuripoti nchini humo. Teknolojia mpya imesaidia vyombo vya habari vya serikali katika kusukuma simulizi yake. Lakini vyombo vya habari vinatoa taarifa potovu hata na wakosoaji na utawala huo. Wakati vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliporipoti kuwa zaidi ya watoto na wafanyakazi 160 waliuawa katika shambulio dhidi ya shule katika kile wataalamu wanachosema huenda ilikuwa operesheni ya kijeshi ya Marekani iliyolenga kambi ya kijeshi ya karibu, vilitumia picha za mazishi ya halaiki. Wapinzani wa serikali walidai kuwa picha hizo zimechezewa na akili mnemba, isipokuwa wakati huu ripoti za serikali zilikuwa za kweli. Picha hii pana inaonyesha eneo linalozunguka makaburi hayo. Tulibaini eneo hilo kuwa ni makaburi yaliyopo umbali wa takriban kilomita 3.7 kutoka shuleni hapo. Picha za satellite zinaonyesha kuwa miti hii, mpangilio wa barabara na jengo hili la karibu vinafanana na vile vinavyoonekana kwenye video. Picha nyingine za satellite za siku moja baada ya mazishi zinatoa taswira ya wazi ya makaburi hayo. Katika jaribio la serikali kuonyesha nguvu yake kimataifa, nusu kweli na uongo vimevuka mipaka. Iran inaweza kuona hatua hii kama vita ambavyo inaweza kushinda.
Taarifa ya Reha Kansara kutoka kitengo cha BBC cha kupambana na habari gushi kama ilivyowasilishwa hapo na Sarafina Robi. Lakini bado tunasalia katika mzozo huu ambao unaendelea, vita ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, ambapo kama ulivyosikia tangu katika taarifa zetu kuu na muktasari wa habari za ulimwengu ni kwamba viongozi zaidi wa Ulaya wamekataa matakwa ya Rais Trump ya kusaidia kupita meli kwenye mlango bahari wa Hormuz ambao uko chini ya vizuizi vya Iran. Baada ya mkutano na mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, mkuu wa sera za kigeni wa umoja huo Kaja Kallas anasema kwamba hawana huo mpango na kuongeza, hivi sio vita vya Ulaya. Rais wa Finland Alexander Stubb ameiambia BBC kwamba walikuwa na kusita na kurudi nyuma dhidi ya kiongozi wa Marekani. Anasema Bwana Trump alianzisha shambulio la kushtukiza dhidi ya Iran na alikubaliana na kansela wa Ujerumani kwamba alikuwa swala la NATO. Katika ikulu ya White House hapo awali, Rais Trump alikosoa tena nchi kwa kutokuwa na shauku ya kuweza kushiriki. Sasa mlango bahari wa Hormuz uliopo kati ya Iran upande wa kaskazini na Oman na Falme za Kiarabu upande wa kusini una umuhimu gani katika sekta ya nishati na uchumi? Nimezungumza na Ruth Kinyanjui, mtaalamu wa masuala ya uongozi na uchumi kutoka nchini Kenya, pamoja na Shaban Mwalimu, mchumi ambaye anaanza kueleza umuhimu wa mlango bahari huu wa Hormuz. Nishati ya mafuta hupitia hapa. Meli nyingi sana za mafuta katika maeneo ya Ghuba hupita hapa kwenda katika si Ulaya tu bali katika dunia nzima. Utakuta kwamba upo katika eneo la strategia kubwa sana. Eneo la Ghuba pia uelewe kwamba lina nafasi kubwa sana katika kumiliki au labda kuwa na yale makambi ya kijeshi ya Marekani. Eneo hili mara nyingi linachukua sura Waingereza wanasema economic warfare. Unapolitatiza ina maana unashinikiza yule adui wako pia asiweze kuwa na nguvu, kwa sababu mafuta yatapanda kama meli zitazuia hapa, kama hivyo unavyokwenda sasa. Marekani imeingia kiwewe, naweza sema inashinikiza kwamba kuweko na ufunguzi wa mrija huu wa Hormuz. Naam, asante sana Shaban Mwalimu kwa ufafanuzi wako mzuri. Ruth Kinyanjui, nakuja kwako. Mtu atajiuliza kwa nini ama nini kinachomshinikiza rais wa Marekani Donald Trump kuanza kutishia mataifa ya jumuiya ya nchi za kujihamia NATO na kutaka na wenyewe pia waunge mkono juhudi za kufunguliwa kwa mlango huu wa Hormuz? Anaangalia support yenye anaweza kupata kwa especially watu wenye anafikiria ni allies wake. Lakini ukiangalia Europa na NATO hawataki kuingilia hiyo sana, kwa sababu siku zimepita kitambo wamepata pia shida mingi kwa most of the wars zenye zimetoka hapo Middle East, especially migration imesurge sana huko Europa na sasa hawataki kuingililia hizi war sana kwa sababu zina affect sana kuzidia Amerika. Ukiangalia hata upande wa mafuta na hata tanka zenye zote zinapitia hapo haiaffect Amerika sana, kwa sababu Amerika iko mbali na iko na mafuta ya kutosha. Kuna ingine wanasupplywa kutoka Canada. Akijaribu hivyo, unaona countries zingine hazitaki kuingililia kwa sababu wanaona hiyo vita itakuwa kubwa sana. Tena isitoshe, kuna venye pia mtu ako na nguvu anaweza kuwa na nguvu sana kuliko wale wenye anapigana nao. Naona kwamba ndio NATO hawataki kuingilia sana. Naam, NATO haitaki kuingilia, na tunapozungumza tayari baadhi ya mataifa, Ujerumani na Uingereza, zenyewe zimeshasema kabisa NATO haitahusika katika mzozo huu wa kutaka kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz kama ambavyo rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akishinikiza. Lakini Shaban Mwalimu, China imepewa tahadhari bwana pia kujiunga. Kuna uwezekano iwapo haitajiunga, athari za vita hivi kutanuka zaidi? Naam, ipo athari kubwa sana, kwa sababu unajua swala zima hapa linalofukuta ni swala la silaha za nuclear, kwamba Irani imekuwa ikivamiwa na ikifanya mashambulizi haya kwa hoja kwamba ina mradi wa nuclear. Lakini kuna zile siasa kinzani, Waingereza wanasema double standard, kwa sababu ukumbuke kwamba Marekani katika mwaka 2015 waliruhusu Irani iweze kurutubisha mambo yake ya zake za mradi wake wa nuclear kwa 3.65% wakati wa Obama. Na China vile vile yeye ana silaha za nuclear. Sasa China nadhani pia ana hofu na anaweza kuingilia hivi vita na anaona vitamwathiri, kwa sababu ujue kwamba kama nilivyosema kwamba mrija huu ni mkubwa sana, unaleta mafuta mengi duniani
inatajwa kwamba asilimia mafuta takriban 20% yanapita hapa, na Mchina anahitaji vile vile eneo la Ghuba, anahitaji maeneo ya Mashariki ya Kati. Kwa Mashariki ya Kati kuna unyeti wa hili eneo. Marekani anaiona Mchina kama pia inanyemelea eneo la Mashariki ya Kati kwa maslahi yake, na Mchina vile vile anaiona kwamba Marekani pia naye ananyemelea Mashariki ya Kati. Kwa hivyo eneo hili linakuwa kama linazozaniwa na pande hizi kubwa za kiuchumi, na kila mmoja anaangalia maslahi kivyake. Ni kana kwamba vile vita vinaangaliwa, je, vitamlemea nani? Na vikimlemea basi kwangu itakuwa ni faida zaidi. Ruth Kinyanjui, tuangazie mataifa ya bara Afrika yanaathirika kwa kiasi gani hasa katika sekta ya uchumi? Tukiangalia mlango wa bahari huu wa Hormuz ni muhimu zaidi katika kusafirisha mafuta ambayo yanatumika karibu kote ulimwenguni. Afrika itakuwa affected sana by the way, kwa sababu ina depend a lot na mafuta kutoka kwa eneo hilo. Any country in Africa sanye mafuta imeenda chini, one of the thing inakuanga ni cost ya logistic ya kusafirisha. Na ukiangalia kama sasa East Africa kuna kuanga na a lot of trade inaendelea, na hata venye Shaban amesema hii mzozo wote kwanza uta affect global trade, na Africa tunakuwa part of that. So ukiangalia movement ya goods from kutoka one place moja kwenda ingine inakuwa very ngumu sana. Biashara inatatizika kwa sababu kama hakuna mafuta itakuwa gali, ama mafuta ikiongezewa bei kutakuwa very gali, itakuwa gali sana kusafirisha hata basic commodities kama chakula, na hiyo ina raise kitu inaitwa inflation, na inflation inatuma mambo ikue ama maisha ikue na ugali, ina affect kama mwananchi wa kawaida. Ukiangalia Afrika wanasema watu wengi almost 50% wana spend chini ya $1. Ukiangalia hivyo watu wengi itakuwa ngumu sana watu kuweza kuafford hata chakula za kibiashara. Vitu havitapatikana kwa urahisi. Kwa hivyo biashara zitaanza kuenda kwa pole sana, alafu kutakuwa na instability ya market kwa sababu hujui vitu zitafika lini, hujui zitasupplywa lini. So economy yote ama sector zote za economy zitakuwa slowed kwa sababu ya hii vita. Naam, asante sana Ruth Kinyanjui, na kushukuru sana. Shaban Mwalimu, namaliza na wewe. Lipi la kufanywa kusaidia walau kufunguliwa kwa mlango bahari huu wa Hormuz ili kuweza kunusuru uchumi wa dunia? Nadhani kwanza tuache siasa za ubabe. Marekani nadhani mimi na maoni yangu, wao ndio wanahusika zaidi katika huu ubabe, kwa sababu kwa nini kusitumike uwele uwazi kwamba ikiwa kuna mzozo wa nuclear hapa, meza ya ulimwengu izungumze, je, nuclear hizi, kuna nchi ambazo zina nuclear, mbona haziingilii kati? Kuna dola ya Kiisraeli ina nuclear, kuna India ina nuclear. Sasa nadhani moja katika kutatua mizozo zaidi, tusijaribu kuleta zile siasa za ubabe, siasa za kibabe. Kwanza tuwe wa kweli katika sera zetu, tuonyeshe ule ukweli kwamba mtu ama nchi yoyote iwe na uhuru wa kufanya yani mambo itakavyo. Ndio uhuru huu uweze kudhibitiwa, lakini kuweko na nafasi kubwa kwamba ikiwa mimi nina silaha na wewe unazo, kwa nini uanze kunishambulia mimi na kisha nikianza kujibu ndio nasema mimi natafuta mitihani katika dunia? Kwa hiyo nadhani diplomasia ichukue mkondo wake zaidi hapa, na watu wawe wakweli katika kufuatilia swala hili la mradi wa nyuklia. Diplomasia iweze kuchukua mkondo wake. Hivyo ndivyo anavyomaliza hapo Shaban Mwalimu, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi, lakini pia alikuwa na mchumi pamoja na mtaalamu wa masuala ya uongozi ambaye ni Ruth Kinyanjui. Kwa pamoja tukiangazia nini hatma ya uchumi wa ulimwengu katika vita hivi na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Hapo natamatisha. Msimamizi ni Phyllis Mwate, kwenye mitambo ni Samba Tenzi. Mimi ni Skola Kisanga, na asubuhi njema msikilizaji.